Kwingineko, bandari ya Umoja wa Falme za Kiarabu imeshambuliwa vibaya. Bandari ya Fujairah ambayo imelengwa na shambulizi la ndege zisizokuwa na rubani hapo awali ni eneo muhimu sana kwa Falme za Kiarabu na mojawapo ya vituo vikubwa vya kuhifadhia mafuta katika eneo la Mashariki ya Kati. Pia ni eneo muhimu la kuweka mafuta kwenye mashua na kuyajaza kwenye meli. Fujairah iko kwenye kisiwa cha Kharg ambacho ni muhimu sana kwa tasnia ya mafuta ya Tehran na uchumi mpana. Marekani inadai kushambulia zaidi ya maeneo 90 ya kijeshi ya Iran katika kisiwa hicho muhimu cha mafuta cha Kharg. Wakati huo, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilichapisha maelezo zaidi kuhusu shambulizi la kwenye kisiwa cha mafuta cha Iran cha Kharg, na vikosi vya Marekani vilishambulia zaidi ya maeneo lengwa 90 ya kijeshi ya Iran kwenye kisiwa hicho huku ikiacha miundombinu ya mafuta, inasema taarifa ya CENTCOM. Shambulizi hilo linadaiwa kuharibu vituo vya kuhifadhia mafuta, mahandaki ya kuhifadhia na maeneo mengine ya kijeshi, ilidai taarifa hiyo. Hata hivyo, katika taarifa nyingine ni kwamba Marekani imewataka watu wake waliopo huko nchini Iraq kuondoka mara moja kutokana na mashambulizi yanayoendelea katika maeneo hayo, lakini pia imewataka raia wake kuondoka katika eneo zima la Mashariki ya Kati wakati huu kutokana na hali mbaya iliyopo. Mamlaka za Marekani zimewataka raia hao kuondoka na kwamba hali ilivyo katika Mashariki ya Kati haiwezi kuruhusu wa Marekani kuendelea kuishi katika maeneo hayo. Hata hivyo, baadhi ya wanajeshi wameondoka katika baadhi ya makambi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, na kwamba wakati huu nguvu kubwa inatafutiwa maeneo maalum kwa ajili ya mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku idadi ya wanajeshi 5,000 ikitajwa kwamba huenda watasafiri wakati wowote kuelekea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hasa katika kipindi hiki cha mapambano cha kutaka kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pia katika wakati ambapo mpango ni kuhakikisha wanaharibu miundombinu ya nyuklia ya taifa hilo, kadhalika kuharibu makombora ya masafa marefu ya Iran. Rais wa Marekani amesema kwamba wamemaliza vita hivyo kwa 100%, lakini bado wasiwasi ni mkubwa, huku akisema kwamba wataendelea kufanya mashambulizi ya kujifurahisha. Lakini kimsingi, wachambuzi wa mambo na uhalisia wa mambo ulivyo ni kwamba bado vita viko pale pale, na kwamba bado vita vinaendelea na Iran inaendeleza mashambulizi kila kukicha tangu ianze operesheni yake ya Ahadi ya Kweli namba 2 dhidi ya operesheni ya Israel ya Rising Lion, lakini pia na ile ya Epic Fury ya Marekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News.